Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa Dar es Salaam, jiji lenye idadi kubwa ya watu na harakati nyingi za kila siku, limeendelea kushuhudia changamoto kwa watu wenye ulemavu na wajawazito katika kutumia usafiri wa daladala. Wananchi wanasema mfumo huo wa usafiri wa daladala hauzingatii mahitaji maalum ya makundi haya, na mara nyingi umekuwa wakishuhudia watu wenye uhitaji kukataliwa ama kushindwa kupatiwa msaada wa kupanda daladala. Endapo kama mtu anaingia kwenye daladala mjamzito au mzee, binadamu kama binadamu, inatakiwa tubebeane utu. Sisi tutatofautiana. Kwa hiyo inatakiwa mtu mzima ampishe yule mwenye changamoto ili aweze kukaa pale kwenye kiti. Sema ni huku tu Dar, lakini mikoani hawako hivyo. Yaani mikoani wanaheshima sana. Hata kama gari ni chache, lakini anampisha mtu mwenye mtoto na mwenye mimba. Serikali ikijaribu kutengeneza mifumo kwa ajili ya ama tuseme kuintroduce daladala ambazo zitafaa wale walemavu na mama wajawazito, yani special kwa ajili yao. Changamoto ni kweli zipo, kwa sababu kwa mfano unaweza ukakuta yani kwamba mtu ameshachoka, amekaa kwenye siti. Unaona kumpisha mtu mwingine inakuwa changamoto. Kwa hiyo unaweza kukuta mama mjamzito kasimama kwenye daladala mpaka anakoenda. Inakuwa inaumiza. Na tuendelee na kurasa. Wakazi wa mkoa wa Geita wanatarajia kupata nafuu ya matibabu ya kibingwa kwa magonjwa ya wanawake na watoto, magonjwa ya ganzi, masikio, pua na kinywa, na kuwajengea uwezo wa watoa huduma katika maeneo yao ya kazi. Hii inatokana na mkoa huo kupokea madaktari bingwa 50 kutoka kambi ya Mama Samia watakaotoa huduma ya matibabu ya kibingwa katika halmashauri zote 6 za mkoa huo. Kwa mkoa wa Geita kwanza tuna jumla ya madaktari 50. Kila halmashauri itapokea seti ya madaktari 7, isipokuwa halmashauri ya Geita Town itapokea jumla madaktari 8. Seti ya madaktari 7 kuna daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, kuna daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa kinywa na meno, daktari bingwa wa usingizi. Kwa tunategemea ndani ya wiki wananchi wetu watapata huduma za kibingwa ambazo hawalikuwa wazipati katika maeneo yao. Ilikuwa inabidi wasafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuata huduma hizi. Kwa kama kuna daktari wa pale, wataalamu wa pale watakuwa wamejengewa uwezo, wanaweza wakabaki wanaendeleza zile huduma. Na tumalizie kurasa kwa hili. Ukosefu wa fedha za matibabu ikiwemo hofu ya harama vinatajwa kuchangia kukomaa kwa magonjwa ya macho, kutokana na wanajamii kuendelea kuishi na matatizo hayo yanayoendelea kukua, hali ambayo inaweza kupelekea kutokea kwa madhara zaidi. Hayo yamebainishwa wakati wananchi hao wakifanya uchunguzi wa macho bure katika hospitali ya wilaya ya Mabwepande, ambapo wamebainika kuwa changamoto za macho hazifanyiwi uchunguzi wa mapema. Kwa tunashukuru sana, imesaidia sana kusogeza watoto wenye matatizo ya macho, na tunaamini hii huduma ya macho muda sio mrefu na hospitali yetu pia itakuwa nayo. Kwa hiyo tutakuwa na wigo mpana zaidi wa kuwafikia wananchi. Macho yalianza kunisumbua kuanzia 2021 nilivyokuwa form 3, lakini kutokana na hivyo changamoto ya kupatikana kwa fedha, hivyo wazazi wakawa kila ukiwaambia yani mambo ni mengi, mpaka nikaenda form 5 na nikamaliza na form 6. Japo nilipokuwa form 6 macho alikuwa anasumbua sana, nusu nirudi nyumbani, lakini ndio hivyo akaniambia wewe vumilia tu. Nimesikia matangazo haya nikaona nije hapa kwa ajili ya matibabu ya macho, nione huduma yenu itanisaidia vipi. Sasa niliposikia jana tangazo kwamba kuna huduma ya macho kwenye hospitali ya wilaya ya Mabwepande, na mimi ni mkazi wa Mabwepande, licha wametangaza kwamba ni watoto wadogo kuanzia umri wa miaka 5 na kuendelea, lakini na mimi ni mmoja wapo mwenye matatizo kama hayo ya macho, nikaona nifike hapa. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo,
Mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa